Tuketi. Baada ya sherehe ya Pentekoste ambayo tulishangilia dunia nzima kwamba Roho Mtakatifu ameshuka na kukaa kwetu, Dominika ambayo imefuata sasa inaunganisha mambo makuu yafuatayo. Inaunganisha lile tendo la Mwenyezi Mungu alilomleta mwanaye wa pekee hapa duniani, na mwanaye akatuambia kwamba lazima nipae niende kwa Baba ili Roho Mtakatifu aweze kuja kushuka, aweze kukaa pamoja na ninyi. Sasa Yesu kwenda mbinguni na Roho Mtakatifu kuweza kushuka, ndiyo sasa kanisa likaingia katika fundisho kwamba kuna jambo kubwa zito, fumbo ambalo linaloitwa Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu maana yake yuko Mungu Baba, yuko Mungu Mwana na yuko Mungu Roho Mtakatifu ambao ni wamoja. Kazi yao tunawatambua namna gani katika hii Utatu Mtakatifu? Tunamtambua Mungu Baba ambaye yeye ni muumbaji. Tunamtambua Mungu Baba ambaye yeye ni mwenye huruma. Tunamtambua Mungu Baba ambaye yeye ndio upendo. Na ndio maana katika kitabu cha Kutoka watu ambao walipata ushuhuda wa kuweza kumwona Mwenyezi Mungu kwamba ni yeye ni Mungu mwenye huruma, wakasikia sauti yao ni Musa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kutoka sura 34, baada ya Musa kutenda dhambi kubwa ya kuweza kuwaua wana wa Israeli waliokuwa wamefanya uasi, ambayo inapatikana katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 32, walivyochafua nafsi zao kwa kuchonga ile sanamu na kuweza kuisujudia, aliua watu zaidi ya 3,000. Musa akawa na hofu, na baadaye pia akafanya dhambi nyingine kubwa, akavunja zile amri 10 za Mwenyezi Mungu ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa amemwita Musa kule mlimani, amekaa muda wa siku 40 usiku na mchana. Ilikuwa ni kazi ya Mwenyezi Mungu, ameziandika, Musa akazivunja. Mwenyezi Mungu akamwita tena Musa mlimani mara ya pili, na alivyomwita kule alimwambia, hudhurisha nafsi yako kwangu. Na Musa akainuka asubuhi na mapema, akafika katika mlima Sinai kama Bwana alivyokuwa amemwamuru. Amezichukua zile mbao 2. Ndipo Bwana sasa kule mlimani akashuka mbele ya Musa. Musa akamwona Bwana na Bwana akasimama mbele zake pamoja na yeye, akalitangaza jina la Bwana. Mmesikia anasema, Bwana, Bwana mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo tunamfahamu Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni Mungu, Mungu mwenye huruma. Anatuonea huruma katika madhambi yetu, anatuonea huruma katika mapungufu yetu, anatuonea huruma siku zote tunapoanguka katika swala zima la dhambi. Na ndio maana tumekuwa tukisema, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, ni nani angesimama? Kwa maana kwako kuna msamaha. Asa wakati dunia imejaa dhambi, matendo maovu, shetani amejiinua, Mwenyezi Mungu alimtazama huyu mwanadamu ambaye katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26 alisema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Sasa kile kitendo cha kwamba na tumfanye mtu, manake mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu hakuumbwa tu hivi kama sungura au kama nyani au kama tembo au kama mbu. Walikaa kikao mbinguni, Utatu Mtakatifu walikaa mbinguni kikao. Ndio maana Mwenyezi Mungu amesema na tumfanye mtu. Ilikuwa ni kikao, mjadala, tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Manake ulikuwa ni mjadala wa Utatu Mtakatifu, ndio akamfanya. Sasa huyu mwanadamu alipoanguka katika swala zima la dhambi, Mwenyezi Mungu akasema siwezi kumwacha mwanadamu aanguke. Ndio maana akamtuma mwanae wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye
Yesu yeye mwenyewe alipokuja hapa duniani, katika mafundisho yake anazungumza, tumesikia katika ile Injili ya Yohana, anamwambia Nikodemo kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanaye, na huyu mwanaye aliyetumwa ili aje auokoe ulimwengu. Ulimwengu wote waweza kuokolewa kupitia yeye. Kwa tunaona nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu ambayo Yohana mwenyewe katika ile sura ya kwanza aya ya kwanza anasema, hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Sura ya kwanza aya ya 14 amesema kwamba pasipo yeye hakuna kitu ambacho kilikuwa kimefanyika. Na huyu neno anakuja pia kuja kuukomboa ulimwengu, anakuja kumwaga damu yake. Na tulisikia siku ile Ijumaa Kuu amemwaga damu yake. Siku ile ya Pasaka Yesu akafufuka akapaa mbinguni. Sasa baada ya kuja kumwaga damu yake hapa duniani, kazi yake huyu nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu ni mkombozi. Yesu ni mkombozi, ametukomboa kwa damu yake takatifu, ametukomboa kwa mateso, ametukomboa kwa kutunikwa pale msalabani. Na baadaye kabla hajaondoka hapa duniani, katika Injili ya Mathayo ile sura ya 28 aliwaambia wale mitume wake, akasema hivi, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuweza kuwa wanafunzi wangu. Akawapatia kazi, akasema mkawabatize. Sasa alipokuwa anasema mkawabatize, akasema mkawabatize kwa jina la Baba, mkawabatize kwa jina la Mwana na la Roho Mtakatifu. Akaanza kutaja Utatu Mtakatifu. Na katika ile sikukuu ya kupaa Bwana mbinguni anasema, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu, ninapaa naenda kwa Baba. Nikienda kwa Baba nitamleta Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huyu ambaye katika Agano la Kale aliwashukia watu wachache sana, alikuwa anaitwa Roho wa Bwana. Waliobahatika kuweza kuwa na Roho wa Bwana manabii, waliobahatika kuweza kuwa na Roho wa Bwana walikuwa ni wafalme, na mojawapo ya wafalme ambaye walibahatika sana wakashuka na Roho wa Bwana kwa kupakwa mafuta alikuwa ni Daudi. Na huyu Roho wa Bwana alikuwa anashuka kwao kwa ishara kuweza kupakwa mafuta, na ndio maana tumekuwa tukiimba ule wimbo, nimemkuta Daudi mtumishi wangu mwema, nikampaka mafuta ili mkono wangu uweze kuwa juu yao. Kwa hiyo hawa walijawa na Roho Mtakatifu katika Agano la Kale, mkono wa Bwana ulikuwa juu yao. Na habari za Roho Mtakatifu tunakuja kuzisikia pia katika Injili ya Luka sura ile ya kwanza kuanzia aya 26 na kuendelea mpaka 36, ambapo malaika Gabrieli, mmojawapo ya malaika wakuu wanaosimama katika kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu, anatumwa kuja kwa mwanamama, kwa mwanamwali aliyekuwa anaitwa Maria. Anamwambia, sikiliza Maria, utachukua mimba na utamzaa mwana wa Mungu. Maria anasema itakuwaje? Anasema Roho Mtakatifu atakushukia wewe. Kwa hiyo habari za Roho Mtakatifu tunaweza kuzipata kwa malaika Gabrieli, na baadaye habari za Roho Mtakatifu tunaweza kuzipata kwa Yesu yeye mwenyewe, na utimilifu wake basi ukaja katika swala zima la ile sherehe ya Pentekoste, siku ya 50. Roho Mtakatifu akashuka akakaa kwetu, na Roho Mtakatifu alivyoshuka akafunga ule Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu, yeye toka alivyoshuka hayuko kule mbinguni, yuko hapa duniani. Yeye ndio anayetakatifuza ulimwengu, yeye ndio anayeliongoza kanisa, kanisa lile moja takatifu Katoliki la mitume. Asa baada ya kupata mafundisho hayo, ndipo sasa kanisa lilipojua kwamba yuko Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, likahakikisha kabisa kwamba mwanadamu yeyote yule anapokuja mbele za Mwenyezi Mungu katika ibada ya misa takatifu, lazima tuanze ibada ya misa takatifu kwa kuutaja Utatu Mtakatifu. Na ndio maana tunaanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mnaitikia amina. Mnavyoondoka lazima tuwabariki, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho
Mtakatifu. Mnaitikia amina kwamba mnapoenda Mungu Baba mwenye huruma aweze kuwa pamoja na wewe. Yesu Kristo aliyetukomboa na damu yake iweze kuwa pamoja na wewe. Roho Mtakatifu mfariji anayetakatifuza aweze kukuongoza katika safari hii. Na ndio maana unashangaa kweli mnaenda na amani na Jumapili mnarudi na amani ya Bwana. Baadaye formula ya Utatu Mtakatifu ikatumika katika swala zima la ubatizo, kwamba tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Umeshabatizwa, na hiyo ndio kanuni moja kubwa sana. Baadaye kanisa likasema kwamba popote pale Mkristo unapoenda usije ukasahau kanuni hii ya Utatu Mtakatifu, ambapo ukiitamka manake wewe unakuwa katika umoja na Mungu Baba. Ukiamka asubuhi, unapoingia kwenye gari, unapoingia popote pale, unapoingia ofisini, ujibariki kwa Utatu Mtakatifu. Sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, manake umeshapata baraka. Unakuwa na umoja kwa sababu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wao ni wamoja. Kwa unaunganika katika ule umoja. Siku ya leo tunavyosali, tunavyofanya hii sherehe ya Utatu Mtakatifu, tumuombe Mwenyezi Mungu tu katika swala zima la umoja, tusije tukatengana. Umoja, mimi binafsi niweze kuwa na muunganiko na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wewe mwenyewe pia binafsi uweze kuwa na muunganiko na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukishakuwa na umoja na Utatu Mtakatifu, sasa utoke pia uweze kuwa na umoja kwenye familia. Hata siku moja usikubali kuweza kuwa na utengano, muweze kuwa na umoja, mambo yote yaweze kuwa na umoja. Baadaye pia tuweze kuwa na umoja tuweze kuwa na umoja wa kikanisa kama tulivyokaa hivi. Jambo linapendeza sana, na katika umoja wa kikanisa ndipo itakavyokuwa kule mbinguni, kama tulivyomsikia Paulo anavyozungumza katika ile barua yake wa pili kwa kanisa la Korinto. Anasema hatimaye ndugu, kwa Elini alivyokuwa anawaaga kanisa lile la Korinto, anasema mtimilike, mfarijike, nieni mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja na ninyi. Anasema salimianeni kwa busu takatifu. Watakatifu wote wawasalimu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Anawabariki kwa baraka Utatu Mtakatifu anavyoenda mbinguni, kwamba hata mbinguni tutakaa hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Katika siku ya leo Mungu mwenye huruma atulinde. Katika siku ya leo Mungu mwenye huruma na akae pamoja na sisi. Amani ya Mungu Baba iweze kuwa pamoja na sisi. Tupendane katika yote tunayoyafanya, na baadaye pia utakapomkuta mwenzako usimsalimu kama tulivyofahamu, jamani Suzi, habari yako Suzi. Ukimwona mwenzako mwambie mtakatifu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mshike mkono jirani yako, mwambie mtakatifu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Hata kama mnadaiana, mwambie tu mtakatifu wa Mungu Kristo, kwa sababu huyo ni mtakatifu wa Mwenyezi Mungu. Hata kama mmenuniana, hata kama amuongei. Katika hali kama hiyo sasa amesema tusalimianane kwa busu takatifu. Sasa wanakwaya msije mkavuruga kwamba tusalimiane kwa busu takatifu mkaanza mambo mengine. Tusalimiane kwa busu takatifu la mbinguni. Mbarikiwe sana.